I served in the 12th parliament with the Honorable Kerao, na tulikuwa pamoja katika transport committee, and he was my confidant and my great friend. Even after the elections, he was elected on Jubilee, and we were in UDA, we continued being good friends. And that is why I've come, because it's what friends do. I've come to join the family and the people of Olokalou to say goodbye to our great friend and to honor him for the work he has done for the people of Kalau. Let me also tell the people of Kalau, asanteni sana for the trust you had in the late Kerao. Mukamuamini, mukamchagua mara tatu, nataka niseme asante. We want to say, Dr. Kerao, we have a big challenge. You are a medical doctor. Na hii maneno ya saratani. The challenge of cancer is a great challenge to this country. And that is why we are getting very agitated when we find machines for treating cancer at Kenyatta National Hospital have broken down. When we find SHA is not working, we get very, very agitated because our people are going through anguish and torment as they try to get medical care. So sisi tumekuja kusema kuungana na watu ya Nyandarua, na kesho tutakuwa pale kwa hiyo sherehe kubwa, na tunataka kila mtu afike. Na mimi nataka niseme tumekuja na amani. We've come to honor Honorable Kiaraho in peace. The people of Nyandarua and ourselves are peaceful people. Na sisi tuko na heshima na family, tuko na heshima na marehemu Kiaraho. Na tunaomba viongozi wote waweke amani. Na mimi naomba watu ya Nyandarua wote waweke amani. And sisi hatujakuja kushindana na mtu yeyote. Hatujakuja mashindano. Mashindano iko next year mwezi wa 8. Hiyo tutakuwa na mashindano kwa debe. For now tunakaribisha kila mtu akuje kwa ceremony ya Kiaraho kesho, tukue pamoja. Na mimi naomba wale waheshimiwa ambayo wanatembea na rais, not to mislead him, ya kwamba ati akija hapa Nyandarua ati Medho asiongee, Rigiji asiongee. Tunataka kumwambia hawa, nataka kuambia hao akina mama county, nyinyi hii shimo Ruto ako nyinyi mliweka yeye. Tuliambia asiguze mlima, mkamwambia aguse. Nyinyi waheshimiwa. Akina Medho akamwambia usiguze, huyu Wanjiku wa Moyo akamwambia usiguze. Nyinyi mama county na akina Kwenya mkamwambia aguse nini? Iliteleza. So you people have put Ruto in a difficult situation he is in. Don't put him in more complicated situation by advising him that he can come to Nyandarua ati akatase Medho kusalimia wananchi. Don't mislead Ruto that he can come to Nyandarua ati akatase Rigiji kusungumuza. Don't, because watu ya Nyandarua ni watu ya amani. Tunakuuliza president ukuje, tunakuheshimu na tutakuheshimu. Na hatuna shida na wewe. Shida yetu na wewe tutatatua mwaka ujao. But for now, utapata heshima yako kama rais wa jamhuri. Kuja waboleza na sisi utuongeleshe. Lakini ukifuata ile advice nasikia unapewa na hawa wabunge, ati wataleta watu kutoka wapi na wapi. Hiyo watu yote wanaletwa ni wafuasi wangu. Ni wafuasi wa Medho. Na wanatupigia simu wanasema wanafurahi kuja kutuona. These is our supporters. And what, ni mzuri William Ruto ajue. Alinitoa kwa ofisi, lakini hakunitoa kwa roho ya watu ya Nyandarua. Hiyo ajue. Si ndio? Na ajue ni wabunge alitumia kunitoa. Watu ya Nyandarua hawakunitoa kwa ofisi. As far as the people of Nyandarua are concerned, Deputy President walichagua na itwa Rigiji. Na watu ya Nyandarua wanataka apewe heshima ya zile kura walipiga. Because hawakupigia huyo mwingine. So rais atapata heshima yake. Naibu wa rais ambaye alichaguliwa na watu ya Nyandarua apate heshima. Inakuwa namna hiyo. So anas we don't want maneno mingi. Tunaomba tu
tunasikia ati wanakuwa device hawa kina Rigiji ati bahali watalala ati wasifungiwe wasifike. Sijui ati wakifika kwa ceremony bibi ya Kiaraho akataza kila mtu ati akuite wewe uongee alafu uende. Bwana President, hao watu ya Nyandarua ni watu wazuri. Ni watu wazuri sana na watakupatia heshima yako. Please come. Let us honor Kiaraho in peace. Pia ukija uheshimu viongozi ambaye wanapendwa katika hii Nyandarua. And if you don't know, because akina Faith may cheat you, it's also good that you know 98% of the people of Nyandarua ni wafuasi ya Rigiji. It's good you know. I know walikuwa wamekuambia ati ukifukuza Rigiji atasahaulika baada ya wiki mbili. Sasa tunaenda the second year. Na kila mkutano wewe na watu yako wote, watu ya ODM, kila mtu Kenya anaongea mambo ya Rigiji. Na ni mwaka ya ngapi? That is the situation. So we want a good ceremony, tupeane heshima. Sisi tupewe nafasi, uiona Kiaraho. Alafu wewe urudi kwenu na sisi turudi kwetu. Si ndio? Siko namna hiyo. Mimi naomba tu, there is no need to antagonize the people of Nyandarua. It's unnecessary. These are good people. Just let them be. Let them come and honor the MP. Let them appreciate their leaders, because that's who they are as a people. But if you come na upate advice ambaye haifai, like the way they misled you 1.5 years ago, wakakuweka kwa shimo, then ukuje Nyandarua usikize hawa sasa ati huyu Faith ati amepewa 4 million to mobilize people. All those people she is mobilizing are our supporters. Si ndio? Na wakija hapo ni watu wetu. So hata askari wote wakuja wasaidie kulinda amani. We are peaceful people na hatuna maneno na mtu yeyote. We have no problem with anybody. We are good people. Na mimi nauliza watu ya Olkalau wote, watu ya Nyandarua wale wataweza kufika huko, mfike hapo, tukuwe na sherehe nzuri, tumuage our son apumzike, si ndio? Mimi sitaki niongee mambo ya uchaguzi itakuja. Siwezi. Mimi ni mzee na niko na heshima. We cannot talk about by elections when Kiaraho has not been buried. Sisi na desturi zetu, mila zetu kama jamii ya Wakikuyu, hatuwezi ridhi mtu hajazikwa. We cannot discuss the replacement of the David Kiaraho before he is buried.